Kwa hiyo tumepata ushahidi hapo mzuri tu, na hii ndio dini ambayo ni sahihi na ndio dini ya Uislamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala. Kwa hii ndio dini ambayo kuwa tumeletewa sisi, tofauti na masufi. Wana matatizo sana masufi, matatizo makubwa sana. Wanafanya mambo kwa fikra, kwa rai. Ndio matatizo ambayo yanasababisha kwamba masufi na watu wa sunna hawawezi kukaa sehemu moja. Kwa sababu masufi wanafanya mambo kwa rai, kwa kutumia akili, mawazo, kinyume na kufuata nususi za kisheria. Kwa kutumia akili, mawazo, kinyume na kutumia nususi za kisheria. Kwa watumia tu mawazo yao, ni watu wa matatizo sana. Na mwisho wa siku ukiwashinda katika dalili, wanatamani wakupiga hata mawe. Ukiwashinda katika dalili, mwisho wa siku wanatamani wakupiga hata mawe. Masufi ndio mmoja alipoulizwa, aliposema kwamba alipozungumza masuala ya dini, alafu akaambiwa, shekhi, unazungumza alafu unaongea mbele za watu, na hili jambo unalosema hili kuna dalili yoyote ambayo uko unatumia ya kisheria? Akasema, kwani kila kitu inabidi kuwa na dalili? Akaambiwa ndio. Sasa ikabidi afanye kejeli. Ndio masufi walivyo, kejeli. Amwambia mwenzake, haya kama ni hivyo, hebu lete aya iliyosema kwamba sisi tuende baharini, tuende na chombo, tutie mashine, alafu tuende baharini. Sababu hiyo haiko dalili, lakini na wewe tupe dalili basi iliyosema kwamba wewe ununue maharage. Alikuwa amechukua maharage, ameenda kwenye mgahawa, akachukua maharage akayaweka kwenye chupa. Kwa hiyo akaambiwa, na wewe toa dalili basi iliyosema kwamba wewe uchukue maharage alafu uatie kwenye chupa, tupe hiyo dalili. Kwa hiyo walikuwa wanataka kiakili. Masufi ndio walivyo. Na hii ndio habari ya masufi, wana matatizo kwenye akida zao mbovu. Ni watu wa matatizo sana. Kwa hiyo hizo ndio dalili ambazo kwa zinathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ametumilizwa kwa umma huu wote, na pia yeye ni mtume wa mwisho. Na hiyo ndiyo maana ya anna Muhammadun Rasulullah. Kwa hiyo wajibu alaina, ni lazima sana juu yetu sisi sote, ni lazima jami'an, sote kwa pamoja. Wajibu alaina jami'an, ni lazima, sio istihbabia, yani mpaka mtu apende au mpaka mtu mwenyewe ataki katika kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama alivyosema katika hadithi iliyo sahihi, nituini mimi. Alafu akasema wasami' wa ta'a, na kusikiliza na ta'a ni katika amri ya mtu katika mambo yake anayoyachukia na anayoyapenda, lakini asikilize na atii. Lakini itakapokuwa ta'a na ile kusikiliza inampelekea kwamba anaingia katika maasi, basi ta'a hapo inakuwa inaondoka. Muttafaq alayhi, hadithi sahihi. Ta'a inakuwa inaondoka sababu unamtii mtu alafu kumbe anakuingiza katika maasi. Kwa ta'a inakuwapo pia. Lakini kwa kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima, kama Allah alivyosema katika Qur'an, tumeleta Mtume sallallahu alaihi wasallam liyuta, ili atiiwe, sio aabudiwe, la, ili atiiwe katika yale ambayo atawafundisha. Kwa hiyo ta'atuhu ni lazima juu yetu sisi sote kumtii, wa tasdiquhu, na kumsadikisha, kuyaamini sawa sawa yale ambayo amekuja nayo. Lakini sasa hivi imani zetu zimekuwa ni imani za uoga, imani za kipopo, maisha ya popo. Popo akikaa kwenye mti basi huwa aning'inia. Unajua kuning'inia? Ndio imani zetu zilivyo. Hatuna imani thabiti ya kusadikisha. Tunakuwa katika nyoyo zetu kuna kama wasiwasi fulani hivi kwamba mtu atapoteza katika maisha yake. Kwani mimi nikijitenga na nikifanya hivi tu masala ya dini alafu nikifuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona kama maisha yangu yanaweza yakayumba hivi? Au mtu kama anaweza akapoteza jambo fulani. Iblis alayhi la'na ametuchezea katika dunia. Tunakuwa tuko hivyo, tunakuwa tunaona uzito kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo
ni lazima kumtii, wa tasdiquhu, na kumsadikisha habari zote, kuzisadikisha, kuziamini ambazo kuwa amekuja nazo zote. Ikiwa ni makatazo, mtu akatazike vizuri, haki ya kutakatiza vizuri hasa liwe litakalokuwa, na ikiwa ni ukweli basi mtu aufanye, asichague hadithi za kusoma au za kusomesha au aya za kusoma.